Ndoa ina uwezo wa kutuonyesha undani wako wewe ni nani. Ndoa ina uwezo wa kutuonyesha undani wako wewe ni nani. Ndoa ina uwezo wa kuonyesha undani wangu mimi ni nani, kwamba jinsi ulivyolelewa tangia utoto wako, ulifundishwa kuheshimu wakubwa, kuthamini wengine, kujali wengine, kusamehe, kupenda. Hizo tabia zote njema ambazo ulijifunza tangu utoto, ndoa ina uwezo wa kuzitoa nje tuzione. Lakini pia kama nilijifunza tabia mbaya, nilijifunza ukali, nilijifunza hasira, nilijifunza ukatili, nilijifunza kutotii, nilijifunza kutosamehe, ni mambo ambayo katika mazingira mengine yanaweza kujificha, ila katika mazingira ya ndoa hayo mambo lazima yatajitokeza nje. Kwa hiyo ndoa huwa ina uwezo mkubwa wa kutuonyesha uhalisia wewe ni nani, ina uwezo wa kuonyesha uhalisia mimi ni nani. Na sababu yake ni kwamba ndoa inakuweka kwenye mazingira ya kuwa karibu sana na watu fulani, hasa kwanza huyo mume wako kama wewe ni mwanamke, huyo mke wako kama wewe ni mwanaume. Mnakuwa karibu kiasi kwamba atakujua, Kiingereza wanasema inside out, atakujua ndani na nje, na wewe utamjua ndani na nje. Sasa kama umefundishwa kuheshimu wakubwa, maana yake utaweza kumheshimu huyo mwanaume hata baada ya wewe kujua madhaifu yake mengi na makubwa alionayo, bado utaweza kumheshimu, bado utaweza kumthamini, bado utaweza kumjali. Na kama ulijifunza kusamehe, utaweza kusamehe ukiwa sasa unamjua mtu kiukweli. Maana wakati mwingine huwa ni rahisi sana kujiona kwamba ninaweza kusamehe, kumbe vitu vinakuwa vijagusa kwenye mfupa. Hapa naweza nikajitolea mfano wangu mimi mwenyewe. Kwa kweli huwa sisahau kitu. Mimi ni mmoja wa watu ambaye katika mazingira nilipokuwa nasoma, kipindi niko O level, ile form 1 mpaka form 4, niko A level, hata kipindi niko chuo kikuu nasoma, kuna watu ambao waliwahi kunifuata na kusema kabisa, mimi mwenyewe nikiwa nasikia au kuwaambia watu wengine kwamba mtu anayeweza kugombana na wewe Ethiopia, huyo mtu atakuwa ameshindikana. Kwa sababu ukweli mimi nilikuwa mwepesi sana kujiepusha na mazingira ya magomvi. Mwepesi sana. Na haijalishi mtu kanifanyia nini. Yaani mtu anaweza kunifanyia kitu mpaka wengine ndio wakashangaa hichi kitu alichonifanyia. Lakini mimi nikamwangalia tu na bado nikaendelea kuwa naye katika mahusiano mazuri kabisa, nikaendelea kumtendea mema. Na mimi mwenyewe wakati huo nilikuwa najiona kama ninajua sana kusamehe. Watu walikuwa wananiambia na mimi nilikuwa najiona hivyo. Siku nilipokuja kuingia kwenye mahusiano ya ndoa, niko ndani ya ndoa, na nimeshakutana sasa na mazingira halisi ya maisha ya familia ya ndoa, ambapo kuna mimi mwenyewe, kuna wazazi wangu, kuna ndugu zangu, kuna wazazi wa mume wangu, kuna ndugu wa mume wangu. Kuna siku nilijikuta nimepata vidonda vya tumbo. Nilikaa navyo miaka 4, namshukuru Mungu siku moja alinifungua nikapona. Miaka 4 nilijikuta naugua. Pamoja na kusali na kujua kwamba natakiwa kusamehe na kujidhania kwamba ninajua kusamehe. Kwa hiyo ndoa ina uwezo mkubwa sana wa kutoa uhalisia wa wewe ni nani, mimi ni nani. Kwa hiyo ndugu yangu, wale ambao tunapenda neno la Mungu, tunalo neno la Mungu kutoka ile waraka wa kwanza wa Yohane, sura ya 1 mstari wa 7. Anasema tukienenda nuruni tuashirikiana sisi kwa sisi, na damu ya Yesu Kristo yatusafisha uovu wote. Kumbe katika kushirikiana sisi kwa sisi ndipo utakaso unapofuata. Kwa hiyo ndoa ina uwezo wa kutoa uhalisia, kwa sababu katika setup ya kimungu, katika mtazamo wa kimungu, anapotuweka karibu hivyo, madhaifu yangu yanapojitokeza, najiona kumbe mimi nikiumizwa kusamehe ninashindwa, anategemea niweze kufanyia toba ya yale maovu yangu ili niendelee kutakaswa. Na mazingira ya ndoa yana uwezo sana wa kunionyesha madhaifu yangu yote. Kama unajikuta huko kwenye ndoa mwanamke, kila mara mume wako anakuambia wewe mwanamke una kiburi sana, wewe mwanamke una hasira za kupitiliza, wewe mwanamke ni mkali kuliko pilipili. Biblia iko wazi sana, heri wenye upole maana hao watairithi nchi. Biblia iko wazi sana kwamba hasira ukaa kifuani mwa mpumbavu. Anakwambia wewe mwanamke una maneno mengi, una kelele. Anakwambia wewe mwanamke unimlalamishi, unalalamika muda wote. Wewe mwanamke ni mbishi. Biblia iko wazi sana kwamba ubishi sio sehemu yetu kama watu wa Mungu. Na imani zote, dini zote zinafundisha mambo haya kiundani kabisa. Kwa hiyo inapojitokeza hayo, ndipo pale tunaona pia sasa katika Zaburi
Zaburi ya 27 ule mstari wa 17 anasema chuma unoa chuma. Kumbe pale tunapokaa katika undani wa ndoa, uhalisia wangu unajitokeza, na ni makusudi ya Mungu niweze kutubia ule uhalisia wangu. Ukiwa ndani ya ndoa umekusudia kwamba mimi ninaingia ndani ya ndoa, uhalisia wangu utakwenda kuonekana na nitamwomba Mungu anibadilishe siku kwa siku. Hiyo ndoa itadumu. Hiyo ndoa itakuwa yenye furaha na amani. Hiyo ndoa itakaa. Kwa sababu kila siku utakuwa unabadilika wewe. Na ninaposema unabadilika wewe, maana yake wewe mwanamke kila siku unaangalia ni jinsi gani ninabadilika mimi. Chuma hunoa chuma. Vyuma viwili vikikaa pamoja vinasuguana, ndipo ambapo tunapata chuma safi. Dhahabu husafishwa kwa moto. Unapopitia zile changamoto unaona kwamba hapa mbona nalalamikiwa hiki, nalalamikiwa hiki, unavifanyia kazi. Wakati mwingine nimekutana na watu kazini, mazingira ya kazini. Nimefanya kazi na watu ambao kazini ni wakali, ni wagumu kusamehe, wanakorofishana na kila mtu. Mara kadhaa imeshatokea kwamba nakutana na mtu, siku moja anajiuliza kwamba hivi huyu kweli anaweza kuishi na mume? Na nikija kuulizia kweli walishaachana na waume zao kabla ya kukutana na huo korofi kazini. Sasa huyu mtu yeye mwenyewe anakuwa hajigundui. Bado yeye anaona matatizo ni ya huyu mwanaume, matatizo ni ya huyu mwanaume nyumbani. Kumbe hata kazini kila mahali anajitokeza, lakini yeye hajigundui. Naomba nikutie moyo siku ya leo kwamba ndoa ina uwezo mkubwa sana wa kutuonyesha wewe ni nani. Ndoa ina uwezo mkubwa sana wa kutoa nje mimi ni nani. Kwa hiyo ile nje inapotokea wewe ni nani, hebu fanyia kazi undani wako, mpe Mungu nafasi ubadilike. Ili ndoa yako iwe salama, familia iwe salama, na familia ikiwa salama, taifa linakuwa salama, jamii inakuwa salama.